Waandishi wa habari, kama mnavyojua, mvua za masika zinazoendelea zimeleta changamoto mbalimbali kwenye kata zetu, hasa zile kata zilizoko pembezoni na kusini mwa halmashauri ya jiji la Arusha, kata kama ya Olmoti, kata kama Olasiti, kama Muriet, kata kama Terat, Moshono, Moivaro, Baraa na kata zingine ambazo ziko pembezoni mwa halmashauri ya jiji la Arusha. Barabara nyingi zimeharibika kwa ajili ya mafuriko zinazoletwa na mvua, na kuna maeneo wananchi wamekosa hata connection kutoka upande mmoja wa barabara kwenda upande mwingine. Kwa kuona hilo, halmashauri yetu ya jiji la Arusha katika mahuisho ya bajeti ambayo yalifanyika mwezi wa pili ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kupeleka kwenye ujenzi wa barabara zile za vumbi, na haswa katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni eneo la mitaro ya maji ya mvua almaarufu drainage, lakini eneo la pili ni eneo la vivuko katika barabara hizo, kwa sababu mara nyingi mvua za masika huwa zinasababisha barabara kukatika, na barabara inakatika kwa sababu barabara haina mitaro ya maji ya mvua. Kwa hiyo pesa hizo sehemu kubwa tumeelekeza kwenye ujenzi wa vivuko ili maji yaweze kuvuka salama, lakini tumeelekeza kwenye kujenga mitaro ya maji ya mvua. Na lengo letu kama jiji la Arusha ni kwamba ifikapo mwishoni mwa mwaka wa fedha wa 2026-27 basi changamoto ya barabara kwenye kata zetu zote 25 na mitaa 154 iwe imebaki kuwa historia. Na hiyo ni kwa kuangalia pia kwenye bajeti bajeti mpya inayoanza mwezi Julai, pia tumechenga kiasi cha shilingi bilioni 7 kuelekeza kwenye idara ya mipango miji, na asilimia kubwa sana ya fedha hizo zinaelekea kwenye barabara. Na sasa katika pesa hizi ambazo sasa hivi inaenda kutumika, ambako tumeelekeza TARURA waanze utekelezaji wa zoezi hili mara moja, kiasi cha fedha pia itaenda kwenye kuweka taa za barabarani kwa ajili ya usalama kwenye eneo la CBD. Eneo la CBD ni hizi kata zilizoko katikati ya mji ambako barabara zake nyingi ni za lami, hazina changamoto na mafuriko, lakini giza ni kubwa sana. Na kama mnavyojua, mji wetu Arusha ni mji wa utalii. Kwa hiyo tunataka watu wafanye utalii mchana, wafanye utalii usiku. Kwa maana hiyo, basi tumeamua pia kuwasha taa kwenye barabara zetu nyingi zilizoko ndani ya halmashauri ya jiji la Arusha. Nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wawe watulivu, wananchi watoe ushirikiano pale changamoto inapokuja, kwa kuwaambia viongozi husika ambao ni wenyeviti wa serikali za mitaa, waheshimiwa madiwani, mtendaji wa kata na mtendaji wa mitaa, ili kuangalia namna gani sahihi ya kutatua changamoto hizo. Lakini nitoe rai pia, matumizi ya nguvu kwenye kudai haki ni jambo ambalo sio jambo la kistaarabu, sio jambo la kiungwana. Kwa hiyo wananchi waepukane sana na kutumia nguvu kwenye kudai haki zao. Nguvu ninamaanisha kama inatokea changamoto ya barabara haipitiki, alafu unakuta wananchi wamefunga barabara. Sioni kama ni jambo sahihi. Kwa hiyo wananchi wawe watulivu sana. Jambo langu lingine sambamba na hilo, ninaelekeza pia matumizi ya nguvu kwa watendaji wa halmashauri ya jiji la Arusha. Inapokuja swala la kudai mapato, hatushauri na haipendezi. Nguvu kubwa sana inatumika kufungia biashara za watu, na kuna saa unakuta duka linalofungwa inauza vitu perishable, kama groceries nyingi zinauza samaki, zinauza nyama. Sasa unapofunga duka kama hilo, maana yake unafanya vile mfanyabiashara anapata hasara kubwa. Kuna namna sahihi ya kudai pesa, kama ambavyo nimeona TRA wanatumia mfumo mzuri sana wa kukumbushana, lakini wanadai kwa wakati pia. Kwa hiyo na halmashauri ya jiji la Arusha wafanyakazi wake waweze kuiga mfano huo, ili kwamba tusitengeneze bugu kwa wananchi wetu.